Taarifa zaidi ni kwa mbunge wa eneo bunge la Kandui John Makali amemtaka mwekezaji katika kiwanda cha sukari cha Nzoia kulinda maslahi ya wafanyikazi na wakulima wanaopeleka miwa yao katika kiwanda hicho pamoja na kuhakikisha mazingira bora ya kutekeleza kazi zao. Mbunge wa Kandui wakili John Makali anahoji kuwa alikuwa mmoja wa viongozi wa eneo la Magharibi ambao waliunga mkono mwekezaji wa kibinafsi kutoa kiwanda cha kusaga sukari cha Nzoia, akisisitiza sasa kuwa ni sharti maslahi ya wakulima na wafanyikazi kupewa kipaumbele. Kama mnavyojua, eneo hili uchumi wa eneo hili kabisa unazingatia upanzi wa miwa. Na kama mnavyojua, tumekuwa tukisukuma gurudumu la mabadiliko katika sekta ya sukari sana. Tunataka kuambia yule mwekezaji ambaye anaendesha factory ya Nzoia. Unajua, sisi tumepigwa vita vingi sana kwa kumwezesha yeye aweze kulanda hapa, aweze kuendesha ile factory. Kile tunataka kumuomba ni kwamba aweze kuzingatia masuala ya wafanyikazi barabara. Sisi hatutanyamaza tukingoja yeye wafanyikazi ambao wanafanya hapo kazi wakinyanyaswa. Aweze kuhakikisha kwamba anasemezana na wale wafanyikazi hapo kuhakikisha kwamba hiyo factory inafanya kazi. Kwa sababu tumesikia minong'ono mingi sana huko, wafanyikazi wanabaguliwa, wananyanyaswa, masharti ya kufanya kazi si mazuri. Tunampatia ilani ya kwamba akae na wafanyikazi waweze kutatua yale matatizo ambayo yanakumba wale wafanyikazi, kwa sababu wafanyikazi wale ndio watamwezesha yeye apate ile faida ya kuweza kuendesha ile factory. Aidha, mbunge Makali amesisitiza umuhimu wa kuwepo ushirikiano kati ya viongozi na serikali kuu, uhusiano bora ambao utafanikisha maendeleo msimu ambao sio wa kampeni. Hili of course tuna changamoto pia za tumewarai wananchi waweze kuunga serikali ambayo iliyoko mkono, kwa sababu hawa marafiki zote wamekuja ni kwa sababu ya urafiki. Tusiweke mipaka, tusizozane, tusipigane, tusiane kwa misingi ya kisiasa. Sisi wote ni watu wa nyumba moja, tuweze kusemezana, tuheshimu viongozi wale ambao wako, kwa sababu kura zitakuja zitapita, lakini sisi bado tutakuwa hapo. Hata hivyo, ametoa wito kwa vitengo vya usalama kuimarisha usalama eneo bunge la Kandui, hasa msimu huu wa sherehe za kuwapasha watoto wavulana wa jamii ya Bukusu tohara. Swala la usalama, tumekuwa na visa vingi vya utovu wa usalama. Tunataka kuwarai vijana wetu, tafadhali tusijihusishe na visa vya wizi ama kuhatarisha maisha ya watu wengine, hasa msimu huu ambapo unaanza kuwa na wakati wa tohara. Tusikuje tukahatarisha maisha ya watu wengine. Sisi tunaongea na serikali kuu ili tuangalie yale masuala ya usalama ambayo watu wametuangalia. Tumeongea na Waziri Murkomen, tumeongea na PS Raymond Omolo. Nafikiri tunafuatilia uende kwa kuwa na mabadiliko ya vitengo vya usalama kidogo. Lakini hiyo inaitwa katika Kiingereza is work in progress, ambayo hatuwezi sema hapa, lakini tunajaribu kusukuma tuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na usalama unaotosha. Pia kama mnavyojua, katika ile bajeti wale village managers wetu, at least katika bajeti ya mwaka huu, ndoto ile ambayo alikuwa nayo wakati huu wote kwa at least wapeka kitu kidogo ya wao kwenda nayo nyumbani, at least imetimika katika bajeti ya mwaka huu. Eric Lumbasi, West TV, wadi ya East Sangalo, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.